Nikupongeze wewe naibu waziri na katibu mkuu na timu nzima. Kwa kweli mnafanya kazi nzuri, na sisi wanasiasa tunapenda kwa kweli kuona matokeo, kwa sababu ndio kitu ambacho kinakupa urahisi wa kuelezea kwa wananchi kwamba nini kimefanyika. Kwa haya mnayofanya ambayo yanaonyesha matokeo ya moja kwa moja yanatupa nguvu sana sisi, na kwa kweli bunge linawapa baraka zote za kuendelea na shughuli kama hizi, na hasa ukiangalia kwamba kama alivyosema mwenyewe kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuwakilisha wananchi ambao wametuchagua. Ile agent ya kusimamia viwanja vya michezo lile lilitokana na kamati 100%. Kamati yetu ilishauri kwamba kwa sababu ya hizi karabati zinazoendelea, nyingine zinachukua muda mrefu, nyingine gharama zinakuwa na maswali mengi, pakiwa na chombo ambacho kinasimamia viwanja, akawepo mtu professional anayetakiwa kusema sasa uwanja utakao karabatiwa, sasa ipatikane fedha kwa ajili ya kubadilisha vitu fulani kwenye uwanja. Maana yake ni kwamba tutalinda thamani ya fedha yetu, kwa maana ukarabati utafanyika kwa wakati, lakini vile vile hata matumizi ya uwanja pia, kwa sababu huko nyuma tulikuwa tunapata shida, nadhani sijui kama itakuwa imeisha. Tunafanya matamasha ya dini kwenye viwanja, tunafanya matamasha ya michezo, matamasha mbalimbali ambayo kwa kweli kitaalamu tunaambiwa inaharibu sana uwanja. Sasa pakiwepo na agent inayosimamia na ikaweka wazi, ikaainisha nini ambacho kinapaswa kufanyika katika viwanja kwa mazingira yanayotakiwa, itatufikisha kwenye hatua nzuri ambayo kwa kweli itatupunguzia maneno haya ya uendeshaji wa viwanja. Mheshimiwa Waziri, nimezungumzwa hapa kwamba kazi ya Benjamin Mkapa ni kubwa, lakini haijatangazwa, na mimi nataka niliunge mkono. Ni kweli kwamba katibu mkuu wetu Ndugu Gaston Msigwa amefanya kazi kubwa sana ya kutangaza kazi za michezo na kazi za ujenzi na ukarabati wa viwanja, lakini kama alivyokuwa nimetangulia kusema wakati nafungua hiki kikao, wakati nimekuja kusema kweli nilikuwa nimevimba, nilikuwa na mambo mengi ya kutaka kuhoji kuhusiana na ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini baada ya kutembelea nimejikuta sina tena ule munkari niliokuja nao, kwa sababu nimejionea. Kwa hivyo kama ningekuwa nimeyaona haya kabla ya kuja Benjamin Mkapa, automatically ningekuja hapa nimerelax na wala nisingekuwa nimevimba kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kwa kazi ambazo zinafanyika ni kazi nzuri, ni kazi kubwa, lakini tunatamani kwamba wananchi wazijue, wazione, wawe familia nazo, ili kupunguza. Kwa mfano sasa hizi unaanza kusikia mtu uwanja wa Benjamin Mkapa umefungwa, unakarabatiwa miaka 3 haukamiliki, kumbe hawajui wao ukarabati wenyewe unakwenda deep namna gani. Kwa hiyo ni jambo jema linafanyika, lakini ni vizuri liendelezwe ili kila mmoja awe anafahamu nini kinafanyika Benjamin Mkapa, na kwa sababu kwa kweli hatuna uwanja mwingine wa kujivunia kwa nchi yetu zaidi ya uwanja wa Benjamin Mkapa na uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo ni maeneo ambayo wadau wote wa michezo wanatupia macho hapo kuangalia nini kinaendelea. Ya kuvutia. Sehemu ya afya, mheshimiwa, ni kuhakikisha tu kwamba ipo humu ndani. Pia tuna sehemu ya afya, tuna sehemu pia ya vipimo kwa ajili ya matumizi ya madawa, kwa sababu pia wachezaji lazima wakaguliwe kwa mujibu wa makubaliano tulioingia na wataalamu wao wa michezo. Kwa hiyo yote yamezingatiwa katika sehemu, ikiwa pamoja na sehemu ya huduma ya kwanza. Mheshimiwa Asha Baraka alitaka kufahamu pia swala la generator. Mheshimiwa Asha Baraka, ni kuhakikishia kwamba tunazo generator kubwa 3 na tuna generator 2 ndogo. Maanake swala la umeme pia sio tatizo tena kwenye uwanja wetu wa Mkapa. Hata ikitokea hitilafu, basi generator zina take charge na kuhakikisha tunapunguza changamoto hiyo. Kuna baadhi ya mambo tutayafanya kwenye upande wa burudani wa netball na nini. Mheshimiwa Asha Baraka alitaka kujua tu na swala la goli la mama. Kwa kweli tunakuhakikisha ni mambo ambayo yataendelea kuwekewa mkazo, na ndio maana hata jana tulikuwa tumekaa kuhakikisha kila rais wa shirikisho anashiriki. Na mheshimiwa mwenyekiti, utasikia kuna kauli ngumu kidogo nilitoa jana kwamba kwa yule ambaye amechaguliwa alafu amekaa kwenye kiti pale na hakuna anachokifanya, mimi mwenyewe nitashirikiana na wanachama, tutatafuta namna, kwa sababu tuliozaliwa CCM tunajua namna ya kuishi na watu ambao wanatakiwa kutoka haraka madarakani. Kwa hiyo tutamngoa tu, kwa sababu mimi nadaiwa matokeo. Yaani inawezekana unakuwa na chama ambacho kazi yake ni kusubiri mialiko ya kimataifa, wanaenda kule, wengine mheshimiwa mwenyekiti wanapanga mpaka bana twende, lakini kule unaenda kupigwa ili tupate tu kale kahela na kuonekana
Sasa hiyo jambo sio jema, ni kudhalilisha pia taifa. Lakini pia tumewasisitiza sana swala la katiba. Tunataka pia wawe na katiba ambazo zinaendana na sera na sheria za nchi yetu. Lengo ni kuhakikisha migogoro yao inaisha, wanaishi kwa mujibu wa taratibu. Nitakwambia tu jambo moja, utashangaa. Kuna shirikisho moja, na nafikiri la Ngumi, alipokuwepo Mheshimiwa Ndumbaru hapa, aliona uongozi wao unavyosumbua, akaamua wakawasimamisha wale, wakaunda uongozi wa mpito ili waweze kutengeneza na katiba yao. Mpaka ule uongozi wa mpito na muda wake umepita. Akaja Mheshimiwa Kabudi